Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam, ndugu zangu watukufu wa Islam, mimi naitwa Sheikh Musa Al-Adabi. Ni miongoni mwa wahadhiri wa Kiislamu katika nchi hii ya Tanzania, lakini pia lengo la kuzungumzia habari fupi ndogo ambayo habari hii imenisababisha na kunisukuma niweze kuizungumzia walau kwa uchache. Katika mji wetu tulikuwa na shekhe wetu ambaye sisi tumezoea kumuita Mzee Yusuf au Alhaji Mzee Yusuf, ambaye yeye ni miongoni mwa watu waliokuwa wakifanya mziki wa taarab, lakini alhamdulillah Allah akamjalia akaweza kurejea katika haki, akaweza kufanya toba, lakini pia akaweza kufanya da'wa kuwaonya watu wengine wasiendelee na masala ya maasi. Lakini kwa bahati mbaya, hizo nishani za Allah, huyu bwana ametangaza kwa masikio yangu kwamba yeye anarejea tena katika muziki wa taarab, na pia ametangaza pia kufanya show na kadhalika. Haya mimi hayakunitazama sana kufikia hatua kuumia zaidi, isipokuwa kilichoniumiza zaidi nimeshuhudia akiwa anaojiwa akasema kwamba mashekhe alipoulizwa kwamba vipi, akasema asiulizwe kuhusu kitu chochote kuhusiana na mashekhe, yani mashekhe wasimuulize jambo lolote kuhusu yeye kurejea katika mziki, kwa sababu mashekhe wenyewe wapo mashekhe wakubwa wanaotegemewa ambao ni waovu. Kauli hii mimi imeniumiza sana katika moyo wangu. Kwa nini nasema imeniumiza? Kwa sababu Alhaji Mzee Yusuf yeye amerejea katika mziki kutokana na mitihani ya kidunia ambayo inamhusu yeye mwenyewe na kuacha masala ya dini. Sasa asije akahusisha mashekhe na jambo lake. Kwa sababu gani nazungumza hivi? Yeye aliamua kuacha mziki kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, sio kwa ajili ya mashekhe. Maana yake aliamua kufanya toba ya kutubia kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, sio kawatubia mashekhe. Sasa ingetakiwa yeye kama kafanya toba yeye mwenyewe, anahusishaje mashekhe katika jambo lake? Hii ni kuvunja imani za watu. Ndugu zangu watukufu wa Islam, katika Uislamu yoyote mwenye kufanya toba anafanya toba kwa ajili ya nafsi yake. Yoyote mwenye kuamua kurejea katika maasi yake anarejea katika maasi yake kwa nafsi yake yeye mwenyewe, kwa ushahidi wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hata masahaba zamani wao walikuwa wakifuata dini kwa mafundisho ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walikuwa hawafuati watu. Siku moja, kwa kisa kifupi, tazama namna gani bwana Mtume Muhammad alipokufa, Sayyidina Umar akaingia chumbani kwa Mtume Muhammad, watawaadha man yaqulu mata rasulullah, akachomoa upanga, akaahidi, akasema yoyote mwenye kusema Muhammad amekufa na mchinja, kwa sababu ya mapenzi yake ya kumpenda Mtume sallallahu alaihi wasallam. Yule bwana baada ya kutangaza vile, ghafla akaja Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Alipoingia chumbani kwa Mtume Muhammad, akafunua uso wa Mtume, faqabbalahu thumma baka, akafunua uso wa Mtume kisha akaubusu uso wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akatoka nje huko analia, akawaambia watu, man kana yaabudu Muhammadi fa inna Muhammad kadimata, yoyote mwenye kumwabudu Muhammad, Muhammad amekufa. Wa man kana yaabudu Allah fa inna Allah hayyu la yamut, yoyote mwenye kumwabudia Mwenyezi Mungu, Mwenyezi Mungu yuko hai. Kisha akasoma aya ya Mwenyezi Mungu, wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qabrihi rusul afa imata aw qutila inqalabtum ala aqabikum wa man yanqalibu ala aqibayhi fala yadhur Allah shay'a wa sayajzi Allahu shakirin. Tazama nini hikima yake, kwamba watu wanaomwabudia Muhammad, Muhammad kafa, lakini mwenye kumwabudia Allah, Allah yuko hai. Hii ina maana gani? Katika Uislamu afatwi mtu, Uislamu ufuate Uislamu. Na ndio maana tunawaambia watu wasiwatazame Waislamu, watazame Uislamu wenyewe. Kwa hiyo tunasema kwa neno hili ambalo nimelisikia ni makosa ya kisheria kabisa katika dini, na sio jambo zuri la kulizungumza hilo. Kwa kweli amefanya makosa, kwa sababu yeye alitubu kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Maana kama karejea katika music, karejea yeye mwenyewe, sio kwa sababu ya mashekhe, kwa sababu hakutubu kwa sababu ya mashekhe. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.